Hello wadau wetu wa KingoFarm. Karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa leo ndugu zangu, nawapenda sana, ila leo nataka tupige story kidogo kuhusiana na ufugaji wa kuku. Na nataka nikueleze vitu ambavyo huwa tunapokea sana kutoka kwa wafugaji. Yaani tukipigiwa simu, tukitumiwa message, kuna maswali ambayo huwa tunaulizwa na wafugaji, lakini kila ukijaribu kumuelewesha mtu unakuta ni kama vile ni mtu ambaye alidanganywa alafu akakariri na yeye akawa anafanya hivyo hivyo, lakini mwisho wa siku unakuta matokeo anayoyapata yanakuwa sio mazuri na anakuwa hajui kama ule ni uongo ambao aliambiwa. Yale vile vitu ambavyo aliambiwa havikuwa na uhalisia. Tukianza na kitu cha kwanza, ni maeneo manne tu ambayo nitakuangazia leo. Tukianza na kitu cha kwanza, watu wengi kwanza wanadhani kufuga ni rahisi. Kufuga sio rahisi kama ambavyo mtu anaweza kukwambia, kwa sababu unakuta mtu anakuambia umeshindwa hata kufuga kuku. Kufuga si kitu rahisi, kwa maana ya kwamba kufuga kunahitaji muda wako wewe, kunahitaji elimu, lakini vile vile kunahitaji mtaji. Kwa hiyo usiwe na kuku tu kama umewaachia nje. Ndio maana ukiangalia wafugaji wengi sana wa kuku wa kienyeji, na kuku wake, lakini yeye labda amewaachia tu nje wajitafutie chakula, au anawatengenezea pasho sana. Yaani anachukua vitu rahisi, yani anaweza akachukua tu upumba akachaka mix na mashudu akawa anawapa, na akadhani au akaamini kabisa kuwa hiyo aliyowapa ni lishe bora kabisa. Wakati mwingine unamuuliza unawapa chakula gani kuku wako, anamwambia chakula anatengeneza vizuri tu. Anachukua pumba labda anaweka na mashudu, au anaweza kukwambia anaongeza na pumba ya dagaa, ila ukiangalia pale yeye anadhani kama kile chakula kimekamilika, kwa sababu anachukulia ni easy, anachukulia kufuga ni kitu rahisi sana. Kwa hiyo anaona kama ni formula ambayo imekamilika, kumbe sio kweli. Ukijaribu kumuelewesha unamwambia hata kama hawa ni kuku wa kienyeji, kuna vitu hapo hujaviweka na wanavihitaji. Kwa mfano wanahitaji vitamini, wanahitaji madini, wanahitaji kiwango sahihi cha protini, wanahitaji labda wanga kiwango sahihi. Anakuwa labda vile ya kuelewi au aamini, kwa sababu miaka yote alishakaririshwa kwa kuku wako ukiwapa walau pumba ukaongeza na mashudu unakuwa umekamilika. Lakini mwisho wa siku atakwambia kuku wangu wanatamia mayai, hawatotoi yote, wanatotoa mayai machache, au wanataga mayai 10 au 6 wanaanza kuwatamia. Atakwambia vichangamoto fulani fulani, au kuku wangu wanadonoana, au kuku wangu wanakula mayai. Kwa hiyo unakuwa unaona kabisa huyu mtu alishakalilishwa au alishaambiwa kuku wa kienyeji kufuga ni rahisi. Yote hii ni kwa sababu tunachukulia easy, yani tunachukulia kama kufuga kuku ni kitu rahisi. Kufuga kuku sio kitu rahisi kihivyo. Kwa hiyo unakuta hata kama ni kuku wa kienyeji wanahitaji huduma fulani bora, na hizo zisiwe za gharama yake ni ndogo, lakini unatakiwa uende unaboresha. Kwa mfano mazingira ya kuwapa chakula, uboreshe chakula kiwe kina vitamini, kina protini, kina wanga, japokuwa sio kwa kiwango kikubwa sana kuku wa kienyeji wanahitaji, lakini kiwepo kwa kiwango hicho kidogo ambacho wao wanahitaji au miili yao inahitaji. Na inahitaji kwa kiwango kidogo baadhi ya vitu, kwa sababu vitu vingi wanapita nje kudonoa. Kwa mfano kwa kipengele cha madini, kuku wanapita sana nje kudonoa, wanapata madini mbalimbali. Kipengele cha vitamin, kuku wanapita sana nje, wanapata majani. Kwa hiyo utakuta ile amount pale ambayo wanahitaji inapungua kidogo, kwa sababu ni kuku ambao wanatoka nje wanajitafutia. Lakini mtu elimu hiyo anakuwa hana. Yeye anadhani tu kitu cha kawaida, ni kitu simple, atafuga atamaliza basi. Na kitu kingine, maeneo mengine kwenye kufuga chotara. Kwenye kufuga chotara watu wanachukulia chotara ni kama kuku wa kienyeji. Yes, chotara ana pande zote mbili, ana ukienyeji na ana ukisasa, ndio maana anaitwa chotara. Na huduma anazotaka ni huduma nzuri, tumhudumie vizuri, mpe lishe bora, mpe vitamini, mpe kila kitu, mpe banda safi, mpe mazingira yote mazuri, hapo ndio utaweza kumfurahia, utaona akikupa matokeo mazuri. Usiwe tu labda uliambiwa huyu ni chotara anafugwa hivi, au huyu ni broiler anafugwa hivi. Hapana. Kwa hiyo ufugaji sio kazi ndogo, unahitaji elimu, unahitaji mtaji, na unahitaji uthubutu pia na muda wako wewe. Yaani uwape muda wale viumbe ili waweze kukupa matokeo mazuri. Na sehemu ya pili ambayo wafugaji wengi wamekuwa wakidanganywa ni kwamba ukifuga ile huria, yani tunasema free range au huria, yani ukifuga ule mfumo wa huria, labda unawaachilia tu huko nje, wanasema ni bei nafuu, yani inakuwa unatumia gharama ndogo unapata faida kubwa. Sio kweli. Hata kuku ambao unawaachilia nje, kwa mfano sisi tunafuga chotara, wakati mwingine hata lea ziko tunawaachia nje, sio kwamba ni kwamba tunapata faida kubwa. Hapana, ni huduma zote unatakiwa uwape vile kama ambavyo wanahitaji. Nje wanaenda kuongeza kama supplement, vitu tu vya ziada ndio wataongeza nje, lakini sio kule nje watadepend kwa asilimia hata 80. Hapana, ni asilimia chache sana, hata asilimia 5 mpaka 10 ndio watapata kule nje. Lakini wewe bado unahitajika kuwatengenezea mazingira mazuri, kuanzia ya kulala, chakula wanachokula, maji wanayokunywa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo watu wamekariri au watu wamedanganywa kwa ukiwa una eneo lako ukawatupa kuku huko, basi gharama za ufugaji zinapungua. Wala sio kweli, gharama za ufugaji hazitopungua, gharama
zitabaki pale pale. Isipokuwa tu ubora wa wale kuku utaongezeka. Kwa mfano, ukiwa unafuga chotara kwa free range, ubora unaongezeka kwa sababu wale kuku waga wanakuwa wana uimara na ugumu kama kuku wa kienyeji kabisa. Lakini kwenye bajeti, watengenezee tu bajeti nzuri ya kawaida ambayo hata kuku vile ambayo ungeweza kumfungia ndani, ungeweza kumtengea bajeti ya aina hiyo. Na eneo la tatu ambalo naona wafugaji wengi sana wanakuwa wamedanganywa, hii ni sehemu kidogo ya kukariri. Yani mtu alienda kwa mfugaji fulani akakuta yule mfugaji anafanya kitu fulani, hajataka kuuliza kwa nini unafanya kitu hicho. Unapomkuta mtu umeenda bandani kwake, labda naweza kuchukulia mfano ambao nilishatolea hata kwenye video iliyopita, labda chini pale ameweka magazeti anavolea vifaranga, muulize kwa nini unaweka magazeti na unaweka kwa muda gani. Yani akupe walau majibu ya aina hiyo. Sio ulienda sehemu kakuta mtu ameweka magazeti chini, basi na wewe ukakopi ile kama ilivyo, ukaja kwa kuku wako na wewe vifaranga wako ukawawekea magazeti. Mwisho wa siku hutajua yule mtu yeye magazeti anaweka kwa muda wa siku ngapi. Magazeti kwa mtu ambaye anajua ni siku moja au siku mbili, na pia hayana ulazima, unaweza usiweke kabisa. Sisi huwa hatuweki kabisa. Na unaweka pale kwa sababu maybe kuku wakiwa wadogo wanashindwa kuona vile vyombo, kwa hiyo wanadonoa tu popote pale, ndio maana wao wanawarahisishia kwa mtindo huo, japo sio lazima. Kwa hiyo wewe unakuwa haujajua kwa nini alifanya vile. Wewe ukiwa na vifaranga wako unaenda unaweka magazeti, yanakaa mpaka siku 5 wiki, mwisho wa siku kuku wote wanapata coccidiosis. Unajikuta umeingia kwenye hasara kubwa mno, lakini haujui kwa nini kuku wako wamepata coccidiosis. Wewe unaamini kama ile njia bado ni salama. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo vya aina hiyo, vitu vingi sana. Ukiangalia hapo nimetolea tu mfano mmoja, lakini kuna maeneo mengi sana wafugaji wanadanganywa au wanakaririshwa vibaya. Mwingine anaambiwa tu hiki kipo hivi na hivi na hivi, basi na yeye anaenda kufanya vile vile alivyoona kwa mtu fulani au alivyoambiwa na mtu fulani. Muhimu zaidi, kama wewe ni mfugaji ambaye unataka kukua kwenye ufugaji, tafuta maarifa kwa watu sahihi. Tafuta watu sahihi wakupe elimu sahihi. Tafuta mtu ambaye anafuga akupe experience, na anayefuga mzoefu, mwenye ambaye amefuga kwa muda mrefu, amefanikiwa, ameona hasara, ameona faida, ameona changamoto mbalimbali. Huyo ndio mwalimu wako. Sio kila mtu utakayemuona mtandaoni labda ukamwamini, au duka la dawa ukienda. Wengine hata kwenye maduka ya dawa, mtu anaenda kwenye duka la dawa anapewa chanjo, akikusomea maelekezo ya ile chanjo, yani mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Anataka akwambia ni dozi ya kuku 200, ila ameambiwa aweke kwenye maji maybe lita 10 au lita 20. Ameambiwa na mtu wa duka la dawa. Sasa ukiangalia kile kitu sio sawa, sio kweli. Mwisho wa siku anawachanja, lakini kuku wale wanakuwa yani wanapata magonjwa vile vile, au wengine wanakufa sana hapo kwenye kipengele cha chanjo. Na sio kwamba wauza maduka ya madawa wote hawajui, ila kuna baadhi wanafanya tu kazi hawajui vizuri. Ila wapo ambao wanajua vizuri. Kwa hiyo inatakiwa umpate mtu ambaye amesomea labda mifugo, anajua na yeye ni mfugaji, labda akupe maelekezo sahihi. Na hiyo elimu sisi kwenye kundi letu huwa tunatoa. Unalipia ada 8,000, tunakupa elimu vizuri kabisa ya chanjo, kuwahudumia vifaranga, ushauri vifaranga wapi bora, chakula gani kizuri. Ukilipia tu ada ya shilingi 8,000 unapata elimu yote hiyo, unauliza maswali unajibiwa. Tunakuelekeza jinsi ambavyo sisi tunafuga kuku wetu kwa kutumia mimea. Na sisi kufuga kwa kutumia mimea, huu ni mwaka wetu wa 5. Tunafuga kwa kutumia mimea na tunapata matokeo mazuri, na hata tunapopata changamoto tunashirikisha mle kwenye kundi. Tumepata changamoto fulani na tunatatua kwa namna fulani. Kwa hiyo unaona kabisa sisi hii kazi ya ufugaji sio kama tu tunatoa elimu, tunafuga kuku aina zote na tunafuga kwa kutumia mimea kila siku hapa shambani kwetu. Na huu ni mwaka wa 5 tunaifanya hii kazi kwa kutumia mimea, lakini miaka ya nyuma kulikuwa tunatumia vitu vya dukani. Tunajua athari za kutumia vitu vya dukani na tunajua faida ya vitu vya dukani, lakini pia tunajua athari za vitu vya asili na faida zake. Ndio maana tuna hili kundi ambalo ukilipia tunakupa elimu vizuri kabisa. Lakini pia tuna vitabu ambavyo vina miongozo yote ya ufugaji. Tumeviandika kwa muda mrefu na tumevifanyia majaribio ya kutosha. Tumefanya majaribio mengi sana, na tumewapa watu vile vitabu, tumewauzia, wametumia, wametupa mrejesho mzuri. Ndio maana tunasema vitabu vyetu jamani ni vizuri. Unaweza ukaona 10,000 ni hela kubwa sana, lakini utakapopata hasara, kuku wako wakaumwa, ukashindwa kuwatibia kwa kitu simple tu, kwa mfano kuku wako wampata kideri, tiba ni simple tu, haitumia hata shilingi 100 na kuku wanapona, na hakina dawa ya dukani, ila kwa dawa za asili hutotoa hata shilingi 100. Ukampoteza hata kuku mmoja tu kwa kuona 10,000 ni gharama, hapo utakuwa umepata hasara wewe, japokuwa kideri huwa kinaondoka na kuku wengi. Kwa hiyo ni vitabu vizuri ambavyo vimelenga kukusaidia ufuge vizuri kwa ustadi na upate mafanikio au matunda mazuri kabisa ambayo yatakufurahisha. Hivi vitabu jamani ni soft copy. Ukilipia tunakutumia hapo kwa njia ya WhatsApp, unasoma, unavitumia na unapata matokeo mazuri kabisa. Tuna vitabu vya chakula, vya mwongozo wa kuwafuga, tiba za asili, matoleo mawili, toleo la kwanza na toleo la pili. Vyote viko vizuri kabisa. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu, kama ambavyo unaviona hapo. Miongozo ya kuwafuga chotara, broiler, kuku wa kienyeji, layers,
kazi yote ipo. Kila kitabu ni 10,000 tu. Ukilipia unatumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tunauza incubator nzuri na za kisasa ambazo zinatumia umeme kidogo sana na ni bora na ni imara sana, ni za chuma, zimetengenezwa kwa chuma na sehemu ndogo sana mbao, ni imara sana. Tunakusimamia kuanzia unapoweka mayai mpaka siku unapata vifaranga. Tunakupa elimu yote ya kutumia hiyo incubator. Hizi incubator zinaanzia mayai 60 na kuendelea. Kama uko serious unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Tunapatikana pia Instagram kwa jina la KingoFarm, tunapatikana Facebook, lakini vile vile tunapatikana TikTok kwa jina la KingoFarm. Karibuni sana ndugu zangu, mpate huduma zetu. Hakikisha uko serious unahitaji huduma ndio uweze kutupigia au ututumie ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda na Mungu awabariki sana.